Asante na shukuru. Asante sana, karibuni katika zoezi letu la kutangaza rasmi ratiba zetu za ligi ya Vodacom, ligi kuu ya Vodacom, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Lakini kabla sijaendelea, napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru serikali kwa kuweza kuruhusu michezo kurudi, hususan ligi zetu. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kuwaambia watazamaji na Watanzania wajaribu kutuunga mkono, wajitokeze kwa wingi, wawe sehemu ya hii michezo yetu ili kuweza kuona jinsi gani ambavyo kauli ya Mheshimiwa Rais tunaitekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo kama tulivyosema, leo tutakuwa na tukio kuu la kuweza kutangaza ratiba yetu ya pale tulipoishia. Tutakuja kukumbuka kwamba kwenye tarehe 18 michezo yote ilisimamishwa baada ya agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu kutokana na janga kubwa, kutokana na maradhi haya ya ugonjwa wa COVID-19 ambao kwa kiasi kikubwa umeweza kupungua, na Mheshimiwa Rais ameona kuna haja ya kurudisha michezo ili tuweze kuendelea na shughuli za ujenzi wa taifa kama ambavyo sekta nyingine zimeweza kuendelea na shughuli zake. Kwa hiyo ligi yetu tumesema kwamba itafunguliwa ama itaendelea rasmi tarehe 13 mwezi wa 6 2020, na ratiba yetu tunayoitoa leo utakuja kuona kwamba tutakuwa na michezo tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 17. Msingi wa kuwa na hii michezo ni michezo ya viporo. Tutakumbuka kwamba mpaka ligi yetu inasimama, Yanga walikuwa na viporo viwili, Simba walikuwa na kiporo kimoja, na Azam nao walikuwa na kiporo kimoja, na Namungo nao na Kosi pia walikuwa na kiporo kimoja. Kwa hiyo kwenye kurudi katika ligi yetu tumesema kwamba tunarudi kwa kuhakikisha kwamba viporo vyote ambavyo vilitengenezwa katika hatua za awali kwanza tunamalizana nazo kabla ya tarehe 20 kuendelea sasa na timu zote kuweza kuwa na michezo sawa na kuendelea na utaratibu wetu wa ligi kama ambavyo tulivyoweza kujipangia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii sasa kutangaza rasmi kwamba tarehe 13 ligi yetu inaanza rasmi, na tarehe 13 hiyo ya mwezi wa 6 kutakuwa na mchezo wa Mwadui na Yanga. Mchezo huu utachezwa katika uwanja wa Kambarage saa 10 mkoani Shinyanga. Lakini pia tutakuwa na mchezo wa Coastal Union na Namungo, mchezo utakaochezwa katika uwanja wa Mkwakwani pale Tanga. Lakini pia tarehe 14 kwa maana ya zile mechi za viporo ambazo nimezizungumza hapo awali, kutakuwa na mchezo wa Simba na Ruvu Shooting katika uwanja wetu wa Taifa. Bahati nzuri ama bahati mbaya, uwanja wetu wa Taifa ulikuwa na ile changamoto ya taa, kwa na ile changamoto ya taa. Kwa hiyo unaweza ukaona katika hii ratiba ambayo tunaitoa ni kwamba mchezo huo kwenye muda hatujaupangia kwa sababu bado tunaendelea kufanya mawasiliano na wenzetu wamiliki wa uwanja wa Taifa ambao wametuhakikishia hilo zoezi wanalifanyia kazi. Ndani ya hizi siku mbili watatuambia. Kwa hiyo mara watakapotuambia tutakonfirm muda kama hii mechi itachezwa saa 10 ama itachezwa saa 1. Kwa hiyo tarehe 14 Simba watacheza na Roof Shooting, lakini unaweza ukaona tarehe 14 hiyo Azam watacheza na Mbao katika uwanja wa Azam Complex. Sisi sote ni mashuhuda, katika kipindi kilichopita wenzetu wa Azam waliomba kutumia mechi zao za nyumbani katika uwanja wa Uhuru na uwanja wa Taifa kwa ajili walikuwa wanafanya ukarabati mkubwa katika uwanja wao wa Chamazi. Kwa hiyo wameconfirm uwanja wao wa Chamazi umekamilika. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa mechi zao zote za nyumbani watamalizia katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo tarehe 14 pia wenzetu wa Azam watakuwa wanacheza na Mbao katika uwanja wao wa Azam Complex. Mechi itachezwa saa 1 usiku.
Baada ya mechi hizo za viporo, ligi itaendelea sasa kama kawaida, kwa maana sasa kila mtu atakuwa na michezo sawa. Kwa maana hiyo sasa kuanzia tarehe 20 ligi yetu ya Vodacom Premier League itaendelea, na tutalifunga pazia la Vodacom Premier League tarehe 26 mwezi wa 7 2020. Kwa hiyo unaweza ukaona baada ya hii press tutashare ratiba kwa vilabu vyote, tutatoa ratiba kwa vyombo vya habari vyote, lakini tutatoa ratiba kwa wadau wengine wetu wote, ili waweze kuwa na ratiba ambayo itakuwa inawaongoza katika kuona michezo yetu hiyo ya ligi na michezo yetu ya ligi kuu na michezo yetu hiyo mingine ya ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Lakini utakumbuka kwamba msimu huu, tangu msimu uliopita, tulikuwa na playoff, kwa maana playoff ambazo zinakutanisha timu za ligi kuu na timu za daraja la kwanza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ratiba yetu, mechi za playoff zitachezwa baina ya tarehe 29 na tarehe 1 mwezi wa 8. Mechi za kwanza zitachezwa tarehe 29 mwezi wa 7 2020, mara baada ya zile mechi za ligi kuisha. Kwa hiyo tarehe 29 moja kwa moja tunaendelea katika hatua hiyo ya playoff, lakini mechi za marudiano zitachezwa tarehe 1 mwezi wa 8 2020. Baada ya hizi mechi itatupa nafasi sasa ya kujua ni timu zipi ambazo zimeweza kutelemka na timu zipi ambazo zimeweza kupanda. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika playoff kuna timu zile za ligi kuu 2 ambazo zinakuja kucheza na timu za ligi daraja la kwanza 2. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa na uwiano mzuri wa matokeo katika hizi mechi 2, kama ni timu ya ligi daraja la kwanza, manake itakuwa imepanda ligi kuu. Kama ni timu ya ligi kuu, manake itakuwa imeweza kubaki katika ligi kuu. Ligi daraja la kwanza inategemewa kuanza tarehe 19 mwezi wa 6 2020 na itakwisha tarehe 12 na itakwisha tarehe 12 mwezi wa 7 2020. Utakumbuka kwamba katika ligi daraja la kwanza tumebakisha raundi 4. Kwa hiyo mnaweza mkaona imekuwa na muda mfupi, kutoka tarehe 19 mpaka tarehe 12 tutakuwa tumeweza kumaliza hiyo ligi. Lakini pia unaweza ukaona katika ligi daraja la pili tarehe 27, ligi yetu itaanza tarehe 27 mwezi wa 6 2020 na itaisha tarehe 28 mwezi wa 6 na 2020. Unaweza ukashangaa inakuwaje tarehe 27 inaanza, tarehe 28 inakwisha. Utakuja kukumbuka kwamba katika ligi daraja la pili kila timu ilikuwa imebakisha mchezo mmoja ili kuweza kumaliza ile hatua ya awali, and then tutakuwa na timu 6 ambazo kila kundi zinatoka timu 2 zinakwenda kucheza finali. Utakuwa na kituo ambacho tutacheza finali, ambayo finali itaanza tarehe 10 mpaka tarehe 19, ambapo washindi wawili ndivyo washindi watakuwa wameweza kupanda ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndiyo roadmap ya ratiba yetu ya ligi kuu, kwa maana ya ligi ya Vodacom, ligi ya daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Kama nilivyosema, kwenye Vodacom Premier League tunaanza tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 17 tunaanza kucheza viporo. Unaweza ukaona tarehe 13 Mwadui watakuwa wanacheza na Yanga, lakini wakati huo tutakuwa na mchezo wa Coast na Namungo. Lakini wakati huo tarehe 14 kutakuwa na mchezo wa Simba na Ruvu Shooting uwanja wa Taifa, lakini kutakuwa na mchezo mwingine wa Azam na Mbao kule Azam Complex. Lakini tarehe 20 ligi yote sasa kwa maana itakuwa inaendelea, kwa sababu tutakuwa tunaamini wakati huo timu zote zitakuwa na michezo sawa, na ili uweze kupata ushindani wa ukweli, ushindani wa usawa, maana yake ni kwamba timu zote sasa zitakuwa zipo uwanjani. Kwa hiyo tutaenda na hiyo ligi ya Vodacom kuanzia hapo tarehe 20, kwa maana wote watakuwa na michezo sawa mpaka hiyo tarehe 26 mwezi wa 7. Kwa hiyo nilipenda kuwaita na kutangaza rasmi kwamba ligi yetu inaanza tarehe 13 na michezo itakayoanza ndio hiyo. Asante sana kwa kunisikiliza.
Shukran sana. Lakini pia kuna jambo nimesahau kulizungumza. Utakumbuka kwamba mara ya mwisho kupata bingwa wa ligi daraja la kwanza na bingwa wa ligi daraja la pili, nakumbuka kama miaka 4 kama sio 5 iliyopita. Nakumbuka mara ya mwisho tulicheza finali ya kumpata bingwa wa ligi daraja la kwanza. Nakumbuka kama ilikuwa Mwadui na Stendi, kama nitakuwa sijakosea. Kwa hiyo tumesema hapana, kila ligi lazima itengeneze bingwa, na ndio msingi wa kushindana, na ndio msingi wa ligi, kwamba ligi inapokwisha lazima kila ligi iwe na bingwa wake. Kwa hiyo msimu huu tumesema turudishe huo utaratibu, na utaratibu huu utakuwa endelevu. Kila msimu utakuwa na bingwa wa kila ligi. Unaweza ukaona tunatafuta bingwa wa Vodacom Premier League, kwa hiyo tunatakiwa tutafute bingwa wa ligi daraja la kwanza, lakini pia lazima tuwe na bingwa wa ligi daraja la pili. Kwa hiyo fainali ya kutafuta bingwa wa ligi daraja la kwanza itachezwa tarehe 18 mwezi wa 7 2020, lakini pia fainali ya kutafuta bingwa wa ligi daraja la pili atapatikana katika ile playoff ambayo atapatikana katika ile fainali ya ligi daraja la pili ambayo nimeizungumzwa, ile timu 6 bora ambazo zitaweza kucheza pale, ndipo atakapoweza kupatikana bingwa wa ligi daraja la pili, ambayo hizo fainali za 6 bora zitaanza tarehe 10 na zitakwisha tarehe 19. Lakini pia tutakuwa na hizo playoff za FDL na timu za SDL kama ambavyo nimeweza kuzungumza. Tutakuwa na playoff za timu za ligi kuu na timu za daraja la kwanza, lakini pia katika msingi huo, katika maana hiyo hiyo, tutakuwa na hizo playoff pia za timu za daraja la kwanza na timu za daraja la pili. Kwa hiyo naomba kuwasilisha, na nashukuru sana kwa uwepo wenu na niwatakie kazi njema. Shukrani. Kama kuna maswali 2-3 basi ni vizuri nikaweza kuyattend kabla tujaendelea na hatua inayofuata. Pengine mtendaji mkuu, ligi hizi zinapokwenda kumalizika, mara nyingi viongozi sasa wameanza kuzungumza wakiomba TFF na bodi ya ligi iangalie mechi kwa jicho la tatu, hasa hizi mechi ambazo zinakwenda kutoa maamuzi ya either timu ya kupanda, ya kuchukua ubingwa ama ya kushuka daraja. Ili mlizingatia vipi? Na sasa hivi watu wengi wanadhani ugonjwa umekwisha wa COVID-19, lakini ugonjwa upo na virusi vinaendelea kuambukiza watu japokuwa vimepungua. Mmechukua tahadhari gani kwa kuhakikisha vile viwanja vitakavyotumika na Azam Complex pale wameweka mtambo wa kutakasa mwili? Viwanja vingine utaratibu ukoje? Mtafuatilia vipi kuhakikisha wanakuwa na vitu kama hivyo, ama matenki yale ya maji yatiririka ama mabomba yako sawa sawa? Nashukuru. Nianze na hilo la mwisho. Hilo ni la msingi sana, ni la muhimu sana, na ndio maana hata jana Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, kama ulimsikiliza, uliweza kuona jinsi gani ambavyo aliweza kuweka msisitizo katika hilo eneo. Kwa hiyo sisi tumejipanga na michakato inaendelea ya kuona jinsi gani ambavyo tunakuwa na vitakasa mikono vingi, tunakuwa na sanitizer nyingi, lakini pia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukasimamia sasa ule muongozo ambao umetolewa na Wizara ya Afya, ambao umesainiwa na Waziri wa Wizara ya Afya na Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, kuweza kusimamia kwa vitendo social distancing, kwa maana watu kukaa umbali wa mita 1, kuvaa barakoa, lakini kuzingatia yale yote ya tahadhari ambayo yanapelekea kuambukiza ama kuhatarisha usalama wa wachezaji, watazamaji, viongozi. Kwa hiyo niseme tu kwamba tutakapotoa ficha kwa vilabu, tutakapotoa ficha kwa wadau wetu, tutaambatanisha ficha muongozo ule wa wizara, kwa maana ya Wizara ya Afya na Wizara ya Michezo, lakini pia tutaambatanisha muongozo mwingine ambao tumeupata kutoka FIFA kuhusiana na mambo haya ya ugonjwa huu wa corona. Lakini pia kila tutakapokuwa tunapata nafasi, tutakuwa tunajaribu kukumbushana kwamba tatizo bado lipo. Kitu kikubwa ni kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaishi na tahadhari kubwa ili tuweze kuendelea kufanya shughuli za ujenzi wa taifa. Kwa hiyo ni kuhakikishie tu ndugu mtangazaji, hilo kwetu ni afya, kwetu ni priority namba 1. Kwa hiyo tutaweza kulisimamia
na kulifanyia kazi kwa mujibu wa mwongozo ambao umetoka. Sasa zile timu ambazo sasa natafuta kushuka kupanda. Okay, bodi tumejipanga. Bodi tumejipanga. Raundi hizi 9 tutahakikisha kwamba kila mchezo, kila raundi inakuwa na wasimamizi makini, waamuzi makini, lakini pia hatutosita kumchukulia hatua mtu yoyote ambaye atabainika kwa maana moja ama nyingine anataka kutuharibia mchezo ama ni sehemu ya kuharibu mchezo. Kwa hiyo tutakuwa wakali, lakini naamini kabisa waamuzi wamejipanga, wako vizuri, commissioners wamejipanga, wako vizuri, coordinators wamejipanga, wako vizuri, bodi tumejipanga, tuko vizuri. Kwa hiyo naamini kabisa tunakuja kumalizia ligi kwa ufanisi wa hali ya juu bila kuwa na changamoto ambazo labda zilijitokeza katika kipindi kilichopita. Na itahusu ligi zote na uangalizi utaongezwa zaidi. Yes, yani utaongezwa zaidi na kuhusiana na ligi zote. Ligi daraja la pili, ligi daraja la kwanza na ligi kuu. Tutakuwa makini katika kila mchezo. Tutaongeza jicho katika kila mchezo. Na yeyote ambaye ataonekana kwamba anaelekea kuharibu hiyo mchezo, basi hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo ni watoe hofu vilabu, ni watoe hofu viongozi, lakini watoe hofu wapenda mpira wa miguu kwamba this time tutakuwa wakali na tutahakikisha kwamba mpira unachezwa kwa kuzingatia sheria 17 ili mwenye uwezo wa kushinda aweze kupata matokeo yake pale. Nafikiri tumemaliza. Sawa. Shukrani. Mimi nawatakia kazi njema. Kwa hiyo nafikiri baada